Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Mgonja, sijakusikia huko orofani ukisema amen. Amen. Haleluya. Ndugu zangu, ni siku ya kwanza au ni Jumapili ya kwanza tangu Yesu akiwa amefufuka, na katika kufufuka mazingira ambayo Yesu anayaonyesha kwa watu ambao alitamani ajifunue kwao, tunakutana na kitu ambacho natamani kwa muda mfupi tukiangalie. Yesu anajifunua kwa wanafunzi kadhaa, nami ni maombi yangu asubuhi ya leo Yesu aliyeitwa Sauli, baada ya Yesu kuwa amejifunua kwake, maisha ya Sauli yalibadilika, hata akabatizwa akaitwa Paulo. Na Paulo anaandika kwa Warumi, huyu ambaye Yesu alijifunua kwake. Kwa hivyo ninataka kuzungumza matokeo ya Yesu kujifunua kwetu. Bwana asifiwe. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, mwanzoni akiwa mtaabishaji wa kanisa, lakini Yesu alipojifunua kwake akageuka akaitwa mtumwa, mtu ambaye alilitaabisha kanisa. Sauli ambaye alienda kukamata wa Kristo, alienda kukamata waamini, alienda kukamata walokole. Bwana asifiwe. Watu walioliamini jina la Yesu wameokolewa, wameokoka. Watu hawa walishambuliwa na maadui akiweko Sauli, lakini baada ya Yesu kujifunua kwake, siku anaenda Dameski, Biblia inasema alibwagwa chini, akasikia sauti baada ya mwanga mkali kumchoma au kumpiga. Akiwa pale chini alisikia sauti inamwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akauliza, ni nani wewe Bwana ninayekuudhi? Paulo au Sauli kutokea wakati ule alipewa maelekezo na akageuka, akafanya mambo makubwa katika dunia tunayoijua. Ninapozungumza juu ya matokeo ya Yesu kujifunua kwetu, katika mistari katika kitabu cha Warumi, tunaona jambo la kwanza ambalo natamani liwe kwako asubuhi ya leo. Natamani liwe kwako kwa huo muda wako unao utafasiri ulio nao. Jambo la kwanza ambalo tunaweza tukaliona hata sisi tukiruhusu Yesu akajifunua kwetu, tutamjua Mungu katika uhalisia wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akijifunua kwetu, tutamjua Yesu au tutamjua Mungu katika uhalisia wake. Sauli alikuwa mbabe wa dini. Sauli alikuwa mbabe wa wasomi nyakati zile. Alikuwa akitafasiri Torati, sheria, na kujidai mambo mengine aliyokuwa nayo pamoja na usomi. Sauli angebahatika kukukamata. Alikuwa ni mbabe, alikuwa ni giant. Maisha yake alijidai mpaka serikali ya Kirumi ilimtumia kwenda kukamata wa Kristo au watu wowote wahalifu. Na Biblia inasema Sauli alipokutana na Yesu, Yesu alipojifunua kwa Sauli, jambo la kwanza, Sauli alimjua Mungu katika uhalisia wake. Sema amen.
Sema amen. Natamani asubuhi ya leo aweko baba, aweko mama, aweko kijana anayesema mimi najua kama Yesu hajajifunua kwangu, nitaenda kwenye mazoea, nitakuwa mtu ambaye ni wa dunia hii, nitaifuatisha namna ya dunia, nitaifuatisha dunia inavyotaka, giza linavyo dictate, giza linavyo nilazimisha, ndivyo nitakavyotembea. Lakini baada ya Yesu kuwa amejifunua katika maisha ya Sauli, akabadilishwa, ninatamani aweko baba, mama, msomi, tajiri, anasema nami nataka nimjue Yesu katika uhalisia wake. Natamani kuona mkono wa mtu mmoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwimbaji mmoja anasema nataka nimjue Jesus, unamfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake zaidi. Ningekuwa na jirani ningeimba zaidi ya hivyo. Yesu akijifunua kwako, Yesu akijifunua kwako, utakaribisha mafunuo haya, utakaribisha hiki kitu. Wake. Uliza anointing zaidi, sema zaidi, zaidi, zaidi. It is imba prophetically. Yeah. Mimi nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Jambo la pili kwa mtu ambaye Yesu anajifunua kwake, anapiga hatua ya imani. Mahali alipokuwa anasogea sehemu nyingine. Mahali ambapo alikuwa na uelewa fulani, Yesu anapojifunua kwa msomi, kwa asiye msomi, kwa tajiri, kwa maskini, kwa mgonjwa, kwa mwanandoa, kwa kijana, kwa mzee, Yesu akijifunua, huu ndio uhakika nilio nao, bila kubahatisha, bila kumung'unya maneno. Yesu akijifunua, mahali ule uchanga na udogo na hali uliokuwa nayo, Yesu akijifunua, hatua uliokuwa nayo katika uimbaji, katika biashara, katika kumjua kwenye eneo la imani, anakusogeza hatua nyingine. Kuna watu 4 tu walionielewa. Ungekuwa umenielewa, ungedaka hiyo. Bwana asifiwe. Paulo na Kleopa na yule rafiki yake ambaye jina lake sijui kwa nini halikutajwa, tutaulizana huko baadaye tukifika huko mbinguni. Jamani, aliyekuwa na Kleopa ni nani? Biblia inasema kwenye ile Luka, walipokuwa wanatembea wanaenda Emau, Kleopa na rafiki yake wanatembea, ghafla mtu wa tatu akajitokeza nyuma yao, akaungana nao. Huyu alitokeza nyuma, lakini ni tofauti na ile ya kina Danieli. Wao au Danieli alipoingia kwenye tanuru lile la simba au moto, simba, alipokuwa kwenye lile tanuru au lile shimo ambako simba walikuweko, alijitokeza mwanaume mwingine. Alipojifunua, alipojidhihirisha, makanwa ya simba yakafungwa. Come on, am I speaking to somebody here? Kama ninazungumza na wewe, maisha yako, Yesu Mnazareti
aliyetofautishwa pale msalabani, jambazi na jambazi, yeye akabandikwa pale katikati. Msalaba wake ni tofauti, yeye ni tofauti, yeye ni tofauti, hafananishwi na chochote. Akijifunua kwako, mambo yanabadilika. Hebu muulize jirani yako, kwa nini bado unashangaa? Mimi ndo nasogea hivyo. Umemwambia mimi ndo nasogea hivyo? Haleluya. Usishangae GPA yangu kusogea. Mwambie Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Danieli, mambo yakabadilika. Yesu au Mungu Yahweh alipojifunua kwenye lile shimo la simba, Shadraka, Meshaki na Abednego, mambo yalibadilika. Badala ya kuungua na ule moto, what happened? Mambo yaliyotokea ni kwamba ule moto haukuwagusa hata kidogo, hata vile vinyweleo vyao havikuguswa. Ni kwa sababu tu mwanaume mmoja aitwaye Yahweh, aitwaye Bwana wa mabwana, alijifunua kwao, aliingilia business. Natamani business yako aiingilie Yesu mwenyewe. Natamani familia yako aiingilie Yesu mwenyewe. Natamani masomo yako Mungu mwenyewe ayaingilie. Haleluya. Najua uko asubuhi hii unasema, Pastor, ungejua ungeacha hata kugusa jambo langu. Hilo unalosema ni gumu. Acha nikwambie, ruhusu Bwana wa mabwana. Inawezekana ni roho ya woga inakusumbua. Yesu aingie akutengeneze na tutaona giant hapa. Waamuzi 6:11 hadi 13. There was this man called Gideon, mtu ambaye alikuwa amejifungia ndani, woga umemkamata. Akisikia tu mungurumo, watu wanaongea, anaanza kufikiri ni wale wasaliti, ni wale maadui, ni wale watu wa kutoka Gaza wamekuja. Sikiliza, Gideoni Mungu alipojifunua kwa Gideoni, salamu aliyopewa ni ya aina ya tofauti. Salamu aliyopewa Gideoni ni ya namna hii: Shalom wewe shujaa. Haleluya. Kithiolojia naweza kutafasiri hivi: Mungu anajifunua kwako uliyechoka na GPA ya chini. Unajiuliza, mimi inawezekana kudisco wafanya biashara. Mungu anapojifunua kwako anakusalimia, Shalom wewe tajiri. Shalom wewe mama uliyebarikiwa. Kwa sababu Gideon alikuwa anawaogopa Wamidiani katika mazingira ambayo walikuwa wakorofi, na katika yeye mazingira yake alikuwa anajiona maisha yake Wafilisti na watu wengine, mataifa yaliyokuwa yanawazunguka wababe, wanawatisha na kuwaharibia ngano na kuwaua. Lakini malaika ambaye alijitokeza kwake, ametumwa na Mungu, yeye kwanza kwenye familia yao ni mdogo, mtu wa mwishoni. Hata yanapotokeza majamaa, familia wanasema, fulani nenda kawashughulikie, nenda kaangalie. Halafu Gideon anaambiwa, wewe kaa huku, chochea moto, hebu angalia kama mboga iko sawa sawa. Malaika alipojitokeza, salamu ya kwanza, hujambo wewe shujaa.
Malaika najua wanajua sheng. Wangesema oya wewe shujaa, oya shujaa, changamka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unadhani malaika hawajui hizi lugha? Wanajua. Anasema oya wewe uliyechoka, changamka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wako watu wamelemewa na nguvu za giza, wakienda kulala hawalali, wanapata usingizi asubuhi. Usiku ukimuuliza vipi, nilikuwa nawasikia watu wanafukuzana, nilikuwa nasikia watu wanapiga kelele, nilikuwa naona majitu yanakuja kunikandamiza. Wako watu hawalali. Mungu anapojifunua kwako atasema, wewe uliye mshindi, ninakusalimia. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, Yesu akijifunua kwako, utakuwa mshuhuda, utakuwa ushuhuda, utakuwa mweneza habari. Kleopa na rafiki yake na huyu mheshimiwa Paulo hakunyamaza. Moja ya mitume waliofanya kazi kubwa ya kuieneza injili baada ya Yesu kujifunua kwao ni Paulo. Amezunguka, amefanya huduma. Akiwa anahisi njaa anaifanya huduma, akiwa kwenye mapigo amefanya huduma, akiwa amevaa vizuri amefanya huduma, akiwa uchi. Kuna wakati ameburutwa na wanajeshi wa Kirumi mitaani, yuko uchi. Aliposimama, anasimama na ujumbe wa Yesu Kristo juu ya wale watu. Nami nataka kusema, Yesu akijifunua kwako, acha nikwambie, Yesu akijifunua kwako, kipaumbele itakuwa ni evangelism. Tumekaa mahali hapa saa zingine hata watu hawajui kama tumeokoka. Ingawaje najua si wote huku tumeokoka, hiyo ndo ukweli nilio nao. Ni kwamba, lakini kama Yesu unaye kazini, watajua baba huyu, mama huyu ameokoka. Kama ni wanafunzi, watajua aisee, huyu jamaa chana naye ni mlokole, huyu ni wale. Watajua. Kama ni mwanandoa, watajua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alipojifunua kwa Paulo, hakubaki kujifungia ndani ya boksi alilokuwa nalijua. Alichokifanya ile alipopiga hatua ya imani, alipofunuliwa uweza na mamlaka na neema aliyopewa, akasema hii neema haitakuwa yangu peke yangu. Ile nguvu, ile zeal aliyokuwa nayo kwa ajili ya kuwatesa wa Kristo, akawa nayo kwa ajili ya kuipeleka injili. Yesu akijifunua kwako, hutabaki nyumbani, hutamficha Yesu maishani mwako. Utatamani ukiingia kwenye Bolt, yule driver ukiwa unamlipa, utamwambia kaka, dada, asante kwa kuniendesha vizuri, Yesu anakupenda, Mungu akubariki. Hilo neno la tosha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukaingia kwenye ofisi fulani, unaweza ukaingia mahali fulani. Sikiliza, unapokuwa mahali umemtambulisha Yesu wako, hautabaki kama ulivyo. Kila siku utaendelea kupiga hatua. Bwana asifiwe. Ni maombi yangu wewe uliye dhaifu wa afya, ni maombi yangu wewe unayelia kwa Bwana Yesu kila kuitwako leo. Liko hitaji ulilo nalo, liko jambo moyoni mwako unalo. Hata asubuhi ya leo unasema, Bwana ungeniona
if possible, if possible, if possible, Mungu unitazame, allocate me. Yesu ni mwaminifu, anakujua, ana uwezo na mamlaka ya kujifunua katika maisha yako. Hata asubuhi ya leo anaweza kujifunua katika maisha yako. Simama mahali ulipo. Tazama wewe Mungu kuna neno je imba kwa kumaanisha tazama, tazama, hebu maanisha hakuna neno. Mungu wa wote wenye mwili, praise na Mungu. Yes. Imba kwa kumaanisha uliweza, una neno je, sikiliza, sikiliza, sikiliza. Uko hapa asubuhi ya leo, unaweza kuwa huko orofani, unaweza kuwa hapa chini, lakini pia unatufuatilia kwa njia ya mtandao. Unataka kutoa maisha yako kwa Bwana Yesu, usiogope. Unataka kutoa maisha yako kwa Bwana Yesu, usiogope. Pita hapa mbele. Lakini pia kama yuko mgonjwa, unatamani tuombe nawe, unaweza ukapita hapa mbele. Niombe praise, mtuongoze wimbo unasema jina lake Yesu tamu likijifunua kwetu, mapepo, magonjwa, umaskini, kila aina ya giza lililotanda mbele yetu linakimbia. Liko hitaji ambalo unasema Mungu ninakuhitaji. Tembea uje hapa mbele. Hata kama uko kule orofani, tembea uje hapa mbele. Amo tunapomalizia ubeti huu, Yesu ngome, mwamba, niombe waombaji mtakuwa mkisogea. Tunazo dakika 5 za kuomba na wapendwa wetu hawa. Waombaji. Jina hili ni msingi ngao,
Ukiwa hapa mbele, nyanyua mikono yako juu. Just surrender to Jesus. Roho Mtakatifu ameshaanza kupenya, anapita hata kule kuja hapa mbele. Ni Roho Mtakatifu, imegharimu mkono wake. Waombaji, naomba muwe macho kwa huko. Katika jina la Yesu sema maneno haya. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyo wangu na ujua ninauleta kwenye karakana ambayo ni wewe. Yesu, moyo wangu hauko salama. Ninakuja kwako. Ninatubu kwa dhambi zote nilizofanya maishani mwangu kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu nakukaribisha. Yesu, ingia ndani yangu, nitawale. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa namkataa shetani. Yesu, mwili wangu, maisha yangu, mimi ni muhitaji. Nimebeba mizigo, ninaomba uitue. Roho ya magonjwa, roho ya udhaifu, laana, mikosi, balaa, na ikataa kwa jina la Yesu. Mapepo, majini, uchawi, ushirikina, Freemasoni, Mungu wa mbinguni, ninakataa. Damu ya Yesu ipite ndani yangu. Hitaji nililo nalo, Bwana Yesu, kutana nami, nifungue, uniponye kwa jina la Yesu. Waombaji, naomba tupite huko. Weka mikono yako juu yao. Omba, tamka neno, tamka neno, tamka neno. Katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, tunasogea mbele zako kwa ajili ya watoto wako hawa. Wamekusogelea wewe Bwana, wakihitaji neema yako asubuhi ya leo. Tunaomba neema yako Mungu iwafunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaachilia damu ya Yesu katikati yao. Kila roho zilizokuwa zimewashikilia, kila roho zilizokuwa zimeshika fahamu maisha yao, kuwarudisha nyuma, wanajaribu kusimama, wanalo Mtakatifu, nguvu ya jina la Yesu, nguvu ya jina la Yesu inapita kuleta msaada, msaada, msaada kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani, wachilie, achilia watoto wa Mungu, achilia, achilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaruhusu uwepo wa Mungu, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuokoa, kwa ajili ya kufungua waliofungwa katika vifungo, katika maagano, katika kila roho, kupitia ndoto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, pita, pita katika moja moja. Bwana Yesu, pita, achilia msaada. Angalia hayo machozi Bwana, angalia hayo maumivu ya mioyo. Yesu, 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 tunakuita asubuhi ya leo. Shuka na nguvu zako, shuka na nguvu zako, shuka na nguvu zako kwa ajili ya kuleta msaada katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za giza
hauna mamlaka. Mwachie, mwachie mapepo ya kiume na ya kike, mapepo yanayowatesa. Moto, huo moto unashuka, huo moto unashuka. Hiyo nguvu ya Mungu inashuka, nguvu ya Mungu inashuka kwa ajili ya kusaidia, kwa ajili ya kuwafungua, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inenayo mema. Haya moto ulao, wewe jini, wewe pepo, toka! Yes, yes, kwa jina la Yesu. Fire in Jesus' mighty name. Kila mamlaka yote, yes, hiyo roho iliyomkamata, ondoka, toka! Na achilia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hiyo nguvu iliyokukamata, hiyo nguvu iliyokukamata, kuanzia sasa, toka! Naita moto ulao, naita moto ulao. Huwezi kukaa huko ndani. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kila mamlaka yote, kila mamlaka yote, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Naomba vijana, naomba msaidie kupeleka katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu aliye hai. Hiyo nguvu iliyokamata maisha ya kaka huyo, hiyo nguvu iliyokamata maisha ya dada huyo, kuanzia sasa tunanena uweza na mamlaka ya jina la Yesu. Nyinyi roho za uchawi, mapepo, majini, nguvu ya dhambi iliyomiliki na kutawala maisha ya kaka na dada huyo, mama huyo, toka ndani yake, toweka ndani yake, toweka ndani yake, toweka ndani yake. Fire in Jesus' mighty name. Moto ulao, moto ulao. Kutana na masomo yake, kutana na afya yake, kutana na maisha yake, kutana naye Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni moto ulao, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inenayo mema, damu ya Yesu inenayo mema, damu ya Yesu inenayo mema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, ninaomba juu ya mtoto wako huyu. Unajua moyo wake, mwili wake, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo roho aliyovishwa, hiyo roho iliyopandwa ndani yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ng'oka ndani yake, ng'oka ndani yake. Achia maisha yake. Na nena kufunguliwa, na nena kuwekwa huru. Ninakutoa kwenye hivyo vifungo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Wewe ni Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Mungu, asante kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai. Neema yako Bwana ikapate kudhihirika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme. Vifungo vyote, mamlaka yote ya giza imwachilie kaka huyu
dada huyu, baba huyu, mama huyu, kuanzia sasa kwa jina la Yesu, neema yako Bwana ikadhihirike. Moto wa Bwana, vifungo na kila mamlaka iliyonenwa kwenye hiyo madhabahu ninaisemesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka ndani yake. Jesus, Jesus, Jesus. Radi ya Bwana inapiga hiyo madhabahu. Radi ya Bwana inapiga hiyo madhabahu. Hao waliokushikilia, waliokukamata, waliokufunga, sasa jeshi la mbinguni linashughulikia maisha yako, linashughulikia maisha yako, linashughulikia maisha yako kwa jina la Yesu. Jesus, Jesus, wewe ni Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu asante, wewe ni mwaminifu. Ndio nakubariki na kukuinua. Pokea sifa, heshima na utukufu. Asante Bwana Yesu. Yes. Amen. Amen. Naomba useme maneno haya tena. Asante Yesu kwa kunitembelea moyoni mwangu na mwilini mwangu na maisha yangu yote, katika jina la Yesu. Kuanzia sasa nitakuishia wewe na nitaona breakthrough katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana Yesu kwa adhimu. Unaweza kurudi, unaweza kurudi, unaweza kurudi, unaweza kurudi. Amen. Mliokuja hapa mbele, naomba mketi. Mliokuja hapa mbele, kuna watu mnasumbuka na uchungu na vitu vingi huko ndani. Naomba msikae na hivyo vitu, mje huku. Wakati mwingine tukiwa hapa ofisini, tuje tuzungumze na tuombe zaidi na kushauriana. Usikae na kusubiri tena wakati mwingine. Kuna mambo ukiyatazama, kuna watu uchungu, hasira na vitu vingi mbalimbali huko. Basi niwaalike wenye zaka, niwaalike wenye shukurani, niwaalike wana USSF takwimu ambao na ninyi kwa ujumla wenu mmesema mnakuja kumshukuru Mungu kwa yale aliyowatendea. Karibu mwenye zaka, karibu mwenye shukurani, karibu mwenye sadaka ya siri, unasema ni mimi na wewe Bwana. Hamjaanza kusimama takwimu? Mwenye zaka, mwenye shukurani, karibu, karibu, karibu. Amen. Asante. Kama kuna kiongozi wa USSF takwimu ameandaliwa, kwa nusu dakika aje hapa aseme neno kwa niaba ya kundi, au hata hapo unaweza ukasema
naomba wengine mtatuvumilia tu. Nusu dakika, ukienda sana ni karibia na dakika moja, ili karibu kwa niaba ya takwimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwamba alitufanikisha tukafanya huduma ya injilisti na Nyamba Mtwara. Tuliwahudumia watu 3,400, lakini watu 210 walimpokea Kristo na tuliwasaisha sala ya toba. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo alikuwa akitutendea. Tulihudumiwa kwa namna ya tofauti, lakini tunamshukuru Mungu kwa support yenu. Ndio maana leo tumekuja kutoa shukrani zetu. Tumeandaa document ambayo inaonyesha matukio yote tuliyoyafanya. IT ataitoa, ukiingia mle utaona kile kilichofanyika kwa siku zote 7. Mungu awabariki. Amen. Asante mwenyekiti, kweli unajua kusummarize. Mungu akubariki sana. Wana USSF takwimu, mkimaliza kutoa sadaka mtapanda hapa juu na mtajipanga vizuri kwa kuimba wimbo wenu mzuri. Lakini kiongozi wa ibada atawaongoza pia. Umekuja hapa, una zaka, una shukurani, una sadaka yako ya siri. Naomba ufunike tu macho yako, alafu mtafakari Mungu alivyo mwema, alivyo mwaminifu, lakini pia anatamani kujifunua kwako kupitia hiyo sadaka. Anatamani kujifunua zaidi kupitia hiyo sadaka. Kupitia moyo wako pia unavyojiconnect, anataka kujifunua. Kupitia hiyo sadaka kuna miujiza inakwenda kutendeka. Kupitia hiyo sadaka kuna milango inaenda kufunguka. Ebu twende tumwambie Bwana kwa ajili ya sadaka hiyo. Lakini pia hata wewe mahali kokote kule uliko, hata kwa njia ya mtandao, ebu mwambie Mungu kwa ajili ya sadaka hiyo utakayoitoa kwa njia ya benki, kwa njia ya M-Pesa. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya utoaji. Tuombe. Baba, mtoto wako yuko mahali hapa, amebeba fungu la 10, amebeba shukurani, amebeba sadaka yake ya siri. Mfalme mwenye enzi na mamlaka, kwa jina la Yesu, moyo huo wa shukurani, sadaka hiyo aliyoibeba, Mungu ikasababishe wewe kujifunua kwake kwa namna ya kipekee. Ikiweko nguvu imekamata uchumi wake, ikiweko nguvu imekamata uzao wake, imekamata masomo yake, imekamata huduma yake, imekamata maisha yake, Bwana kupitia sadaka hii, Mungu akafunguliwe na Bwana ukajifunue katika maisha yake kwa jina la Yesu. Neema na uweza na mamlaka ya jina lako ikawe juu yake kupitia sadaka hii anayokutolea sasa. Baba, asante kwa sababu wewe Mungu ni mwaminifu. Nami natamka baraka kwake, natamka neema yako kwake, natamka fadhili zako kwake, natamka uaminifu wako kwake, kwamba utakuwa pamoja naye katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki.